hiyo. Lakini kingine ambacho tunatamani tuwaendelee kuhamasisha Watanzania kwenye upigaji wa kura ni swala la amani ya mkoa wetu, lakini nchi yetu kwa ujumla. Swala hili kila wakati wa uchaguzi huwa kunakuwa na mikiki kidogo, lakini naona kama mwaka huu matumizi ya teknolojia nayo yameongeza kidogo upatikanaji wa taarifa, kwa sababu zinapatikana haraka sana kwa njia ya mawasiliano, mitandao na vitu vingine. Lakini kuna jambo ambalo si zuri sana sasa hivi. Wenzetu wa mitandao naona mmepata ujiko mkubwa kweli kweli. Sababu sasa hivi hata mkuu wa mkoa akisema jambo, yani watu waliamini afu wanaamini la mtandaoni kuliko la mkuu wa mkoa. Yani wanasema mtandao umeandika. Yaani kama mtandao umesema jambo, mtandao haujaandika, hilo jambo halina maana. Lakini nyie mkienda kuandika kwenye mtandao, hilo jambo linapata uzito stahiki. Kwa hiyo matumizi ya teknolojia yameongeza upatikanaji wa habari kwa haraka, lakini tunajua yakitumika vibaya pia habari zile zinaharibu jamii, na yakitumika vizuri habari zile zinajenga jamii. Kwa hiyo sasa hivi wako watu wanaotoa vitisho kwenye vyombo vya habari, lakini anaamua tu kutoa vitisho, na watu kwa sababu ya matumizi mazuri ya mtandao, habari ile inaenea kwa haraka, na wanajenga wengine hata hofu kwa sasa bwana, kama amesema kuna kuandamana itakuwaje? Kama wanasema kuna kuchoma moto itakuwaje? Mtu anayesema atachoma moto hayuko hata hapa, sababu wazi kwa kiberiti atapata wapi? Saa ngapi akifikisha hapo anapotaka kwenda kuchoma moto atapata wapi? Au yeye mwenyewe atakuwa wapi aje akafanikiwa kuchoma na umbali wa huko aliko? Hayo hamna naye tafakari. Lakini kibaya zaidi, tunajua age ya vijana. Sisi wote tumekuwa vijana, lakini na nyie hapa wengi bado vijana. Tunahamasikaga na vitu ambao watu wengi wanaviunga mkono. Sisi wote tumekuwa hivyo. Kwa hiyo kuna mambo umekuwa saizi mkubwa. Hivi kwa nini nilikuwa mjinga kiasi kile? Lakini sasa hivi wenzetu ndio nao vijana, hajajua atakuja kujuta hadi akiwa mtu mzima. Sasa kwa ujana huo yako makundi mambo kama hayo ambayo pia yana viashiria vya kupoteza amani, yanapata wafuasi nyuma yake. Kwa mimi naomba tushirikiane. Kwa mimi naomba tuendelee kuwatoa hofu wana Dodoma kupitia taarifa zetu, tuwaambie Dodoma iko salama, wao wajitokeze kwenda kupiga kura. Kama serikali tumejipanga ya mkoa, lakini taifa tumejipanga kweli kama serikali ya mkoa wa Dodoma kuhakikisha wananchi wanakuwa salama na kila mahali panakuwa salama. Lakini sisi pia ni Watanzania, waandishi wa habari. Tunapoona mahali kuna kiashiria chochote cha mtu kutamka maneno ambayo yanaashiria uvunjifu wa amani, wote ni walinzi wa nchi yetu, basi tupeane taarifa ili tuchukue hatua mapema. Kwa hiyo tunatamani sana hamasa kubwa zaidi ya kutosha itolewe kwa hizi siku 5 zilizobaki, ili kila mwana Dodoma ajue kwa nini aende kupiga kura. Tukiwa tunapita huko kujiridhisha, kutathmini kidogo au kutafuta kudodosa kwa nini watu waende kupiga kura, wana majibu mepesi tu ambayo mwisho wa siku sisi huku tunapata athari, lakini wao hawayapi uzito stahiki. Kwa mfano, watu wanajibu tu atapita tu, mbona watu wengi wanamkubali huyu atapita tu. Sasa yeye anatoka kwa ajili ya mtu mmoja, kumbe pale anatakiwa katimize dhamira yake na haki yake ya kikatiba. Lakini kwa sababu kichwani mwake yuko anayemwaza, anasema yule atapita hata mimi nisipoenda. Lakini anasahau kuwa kura yake moja ikikosekana pia itapunguza kuwa kile kiasi cha uungwaji mkono kilikuwa cha kiasi gani. Lakini pia inaonekana bado elimu hii ya haki ya kikatiba na haki ya kidemokrasia bado ni changamoto kwa Watanzania wengi.